Karibuni sana ndugu zetu katika Elwin's Talk Show. Leo tuko tena tunawaletea kwenu majibu ya maswali ambayo yametufikia mezani kwetu. Tunashukuru kwa wote ambao mnatufuatilia tokea day one. Ulipojumuika na sisi bado hujachoka unatufuatilia, na wengine unafanya juhudi kufikia mwingine mmoja, wawili, watatu. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Sasa leo ndugu zanguni, tunashukuru Mungu pia kutupa nafasi hii, kwa sababu si kwa akili, uweza au maarifa, ni kwa sababu yeye amefanyika kwetu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Sasa asante kwa wanaouliza maswali, asante kwa wote ambao mnatusapoti kwa njia moja au nyingine. Mungu wa mbinguni awabariki. Mwendo ni hule hule, tunaendelea, hatujazimia roho, bado tuko pamoja. Haya, sasa hivi leo tunakuja na maswali kama tufuatavyo. Mimi kwa jina ni Eliswai pamoja na mke wangu Winnie Swai, tukisema karibuni na tuanze pamoja. Sasa moja kwa moja tukikushukuru Mungu kwa sababu wewe ni mwema, unayetupa kila siku ya pumzi na maarifa ili kuweza kufikia wengine wengi katika dunia hii. Asante kutufundisha na asante kwa kutufundisha na kusema na sisi. Utawasaidia wasikilizaji wataenda kuelewa zaidi na kutafakari zaidi kwa jina lako Yesu. Amen. Ndugu zanguni, niseme nini? Kuna swali hapa limekuja, bila kupoteza muda nisome au usome? Soma. Okay, nimepewa nafasi nisome. Sasa swali linakuja hivi. Hello watumishi. Nina mahusiano mazuri na mchumba wangu. Hongera sana. Yaani namwambia hongera sana. Tunaishi pamoja na tuna mipango wa kuwa pamoja suni. Sasa swali langu ni hili, kwamba tumekuwa tukifanya mapenzi vizuri sana, ila muda nimeanza kutokukaa muda mrefu, na maliza kwa haraka sana, na imekuwa ikiniumiza na kuwa under pressure, nikiogopa anaweza kuniacha. Je, nina tatizo gani? I am 27 and she is 24. Mwisho wa swali. Karibu. What? Mwisho wa swali hapo. Karibu. Yep. Tatizo nini? Akifanya anasema tatizo anasema swali langu ni hili, kwamba tumekuwa tukifanya mapenzi vizuri sana, ila muda nimeanza kutokukaa muda mrefu, na malizia kwa haraka sana, na imekuwa ikiniumiza na kuwa under pressure, nikiogopa anaweza kuniacha. Okay. Disclaimer though, kwa sababu sisi hapa to advocate watu kufanya tendo la ndoa outside of marriage. That's number one. So we don't advocate that, and na pia to advocate kuachana. Number two. We need to make sure kwamba tunasema hivyo vitu vile. Yes. Okay. Atusapoti wala atutii moyo matendo ya kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa. Na pili, atusapoti kuachana. Yes. Okay. Ni paraphrase the question, kwamba tuangalie kwamba labda huyu ameoa, ili kusaidia kujibu swali. Let's say ameoa alafu amekuwa na mke. Tuondoe kipengele cha yeye ni mchumba, tuongee kwenye kipengele cha wameoana. Yeah. Karibu. Mawasiliano. Yeah. Endelea. Mawasiliano hapo ni naona kwamba mawasiliano ni kitu cha kuzingatia, kwamba katika hilo tendo la ndoa labda ni kumkumbusha mwenzio kwamba labda usifanyeje, asimalize before you. Mkumbushe. Kwa hiyo kuna aspect, kuna communication hapo, mawasiliano. Naona alafu pia kuna jambo la
kiafya ni vizuri kwenda ukacheki afya yako na daktari, kwa sababu unaweza ukaa na maybe some underlying issues ambazo hauzijui au hauzitegemei. Kwa hiyo ningekushauri kwamba seek some medical advice kutoka kwa daktari yako. Na pia cha tatu ambazo ningeweza kuchangia hapo ni kujaribu kuzingatia, labda ufanye utafiti katika kufuatilia vyakula ambavyo vinasaidia katika kuongeza nguvu na longevity ya tendo la ndoa. So tafuta vyakula gani vya kuweza kukusaidia. Na pia cha 4 ni issue ya mazoezi as well. Unaanza kama unahitaji mazoezi mwili, kuchangamsha mwili kidogo. Alafu pia kuna issue ya mindset as well. Mindset, tune your mindset. Kwa hiyo unajua kama nicho kimekuwa kinatendeka mara kwa mara, ina maana inaniashiria kwamba unaenda kufanya hilo tendo la ndoa, tayari kwenye akili yako unashajiambia kwamba mimi na mazaga mapema. Kwa that is exactly what would happen. Unaona? Lakini kama ukilipotezea kabisa, ukawa humo unaenda unafanya tendo la ndoa kwa ajili ya kufurahia tendo la ndoa as it is, either unamaliza mapema au umalizi, just concentrate on that time and that moment without kufikiria jana ilikuwaga mbaya, ilikuwaje, then unaweza kujikuta kwamba unaikuta kwamba unaweza ukalast longer, kwa sababu kila kitu leo nilikuwa naongea na mama wangu asubuhi, ni habit. You just create a habit. Unaanza kidogo, unaweka kidogo, na unajikuta kwamba unajifunza, unaongezea expertise in that thing kidogo, na research unajaribu na unajikuta at the end of the day na wewe pia umeweza kujifunza. Kwa hiyo hivyo vitu ambavyo nimechangia kwa haraka hapo, nadhani ni unaweza ukavichagua ambacho kitakufaa na kufanyia kazi. Sure. Kwa upande wangu pia ni hivyo kweli, ulichokisema ni hivyo. Mimi niongeze tu hapo kwenye vyakula viko vingi. Na before, kabla sijaja kwenye vyakula, niongezee tatizo la kumaliza mapema kwa wanaume au wanaume. Inategemea pia vitu vingine kwenye kuongeza hapo, ni kwamba inategemea wewe kabla kwenye mawazo ambayo unafanya. Hiyo umesema mawazo ya kufikiria, unavyofikiria. Yes, focus ni jitahidi pia kufocus ni sio wewe. Focus kwa mwanamke huyu ili yeye amalize, alafu wewe ndio uje, au wote malize at the same time. Inapendeza. Alafu kumbuka, ninachojifunza hapa kwenye hili swali nafikiria ni kwamba kutofautia mwanaume na mwanamke ni kwamba raha ya mwanaume iko nje, raha ya mwanamke iko ndani. Nikimaanisha kwamba ili mwanaume wewe ufikie raha, ufikie kumaliza, wewe ni mzunguko wa nje. Sasa ili mwanamke afikie kumaliza, yeye ni mzunguko wake wa maeneo ya ndani. Kwa hiyo yeye mwanamke ni ndani, mwanaume ni nje. Ndio maana hii ni hata kama mahusiano ya kawaida, unajua mwanaume anapenda kwa kuona zaidi, anakiona kitu anafurahia. Mwanamke anapenda kwa kupatiwa ile kufikiwa ile feeling ya kwake mwanamke ya ndani, mbali na kwamba huyu mwanaume yuko hivi. Lakini unapomgusa mwanamke, undani wa mwanamke, yani katika ile feeling ya mwanamke, emotion ya mwanamke ndani, ukamjua yule mwanamke, anatengeneza upendo na anastick. Ndio maana wanawake kwenye upendo wanakuwa more katika kupenda zaidi, yani wakipenda wamependa zaidi, yani wanapenda tofauti na mwanaume. Ni hivyo hivyo kwenye mapenzi. Mwanaume sisi ni ngozi ya nje, hii nje huu ndio unakufanya mwanaume you feel, alafu ndio unakuwa unamaliza. Sasa mwanamke ni undani kule ndani. Kwa hiyo kumbuka, unadili na undani wa mwanamke, not nje ya mwanamke. Sasa focus ukiwa unadili na undani wa mwanamke, utakavyoweza kumgusa mwanamke ndani kule,
vizuri, basi yani atafurahia mpaka outside wa kwake utafurahia. Sasa my point pia ukusaidia hapo ni kwamba wewe kwa sababu unajua wewe tatizo ni nje na umfikishi, jaribu kuanza na ile matengenezo. Unajua vitu vingi pale kumfanya mwanamke pia amalize. Tengeneza mazingira mazuri, tengeneza mazingira yawe mwandae, mweke awe tayari kupokea, mweke usikimbilie, kwa sababu unajua pia hiyo ni sehemu ambayo ukikimbilia ukigusa tu tayari unamaliza. Basi usikimbilie kugusa ili umalize haraka. Hiyo ni kitu kingine. Kitu kingine ambacho pia kinaweza ikachangia ukamaliza haraka, angalia ni mara ngapi unafanya tendo la ndoa. Kama unafanya tendo la ndoa not often, inaweza kukupelekea wewe kumaliza haraka. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa off, ni mfano kwamba kama unaenda mfano gym, uwe ni mtu wa kwenda gym, unafanya mazoezi. Unavyoenda mara ya kwanza kufanya mazoezi, miguu itauma, muscles zitauma kweli. Lakini ukiendelea baada ya muda, muscles zinakuwa okay, kwa sababu zinakuwa zimezoea ile fraction ya kufanya mazoezi. Sasa ukiwa unaendelea hivyo unakuwa okay. Lakini ukija ukiacha, usipoendelea, alafu mwili ukajirudi, alafu baadaye ukaja ukarudi tena, muscles zitaanza kuuma tena. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu unapoacha kufanya muda mrefu, ni kama hizi okay, let me nitumie tafsiri ya kusema haya mafuta yanayomalizika, yanayowahi kumalizika, yanakuwa nayo yanakuepo, yanahitaji nayo na hasira ya kutoka. Kwa hiyo yanasumbua mwili, anataka kutoka. Kwa hiyo ndio maana utakapoenda kugusa, ukigusa tayari umemaliza. Ni kwa sababu pia ya muda unafanya often, au unakuwa na break nyingi za kutokufanya pale. Hiyo pia inachangia wewe pia kumaliza haraka. Kitu kingine pia ambacho naweza kukushauri, don't stress yourself. Don't be under pressure, kwa sababu umesema unakuwa under pressure, kuogopa anaweza kukuacha. No, she won't. Kama utaika communication ahead na ukaweza kumuonyesha kwamba you are thinking of you are sorry for what happened, na pia upo ready ku make effort ili kuchange. Nunua vyakula, kula matunda, kula mlo wako, kula mlo bora, sio bora ule, no, kula mlo bora. Unaona, ukienda just kwa sababu labda unaona kuna tatizo, alafu unakimbilia tu chips mayai, na kuna tatizo. Kula tende, kula sijui samaki gani ule anaitwa yule, pweza, octopus ni pweza kula pweza, kula asali. Sasa ukila hivyo vitu, kula nini, kula bamia, kula nini kingine, umesema mapera juice ya mapera pia is good for your health. Kula pia vitunguu saumu, weka kwenye chakula instead ya kula, kwa sababu unapokula vitunguu saumu kawaida vinavyo vinakuwa na harufu mbaya vikiingia mwilini. Kwa hiyo unaweza kuwa huko kwenye una share mapenzi na mwenzako, lakini harufu ambayo unamtoa pale inakuwa pia na put off. Jitahidi kutengeneza hiyo kwamba unaweka kwenye budget ya chakula hata kimoja au viwili, na kusaidia sana. Na usitegemee unaenda kwa mtu nje, sijui anakupa supu ya pweza ili uje ndani, usitegemee siku hiyo unafanya alafu mambo yawe poa. No, hivi vitu vinatakiwa vijijenge kwenye mwili. Sasa epuka sehemu zile ambazo unaenda kununua supu za pweza alafu wanakuwa wameweka huko Viagra. Alafu unakuja nyumbani unaona leo ile supu ya pweza ilikuwa nzuri, alafu kesho unaenda tena pale. Kumbuka hivi vitu haviendi na mwili hapo kwa hapo. Lazima mwili uzoe, huwe na rutuba yake kila mara. So kidogo nimepiga nyungu. Anyway, inaweza ikaweki kwa sababu unatengeneza virutubisho mwilini. Malimao yanasaidia. But pepper, pilipili hoho zile za njano zinasaidia sana, kwa sababu zina more vitamin C more kwenye hiyo, inasaidia sana.
Mpaka hapo naweza nikakuambia ni vitu vingi nimeongea. Usisahau kula karanga. Sasa matokeo ya kula karanga ni mazuri, ila yanaweza kukuchangia pia wewe kuwa kunamaliza haraka. Lakini kama wewe umeshafikia kwenye utaalamu, pia kula karanga pia ni nzuri na inakuongezea pia ile hamu ya kunani. Lakini katika hali ya kuwa strong, pweza hiyo, tende, asali, ginger, garlic, vitu hivyo vinaweza kupiga tafu. Achana na mambo ya Coca-Cola, soda, chips mayai, chips kuku, weka pembeni, very moderate amount. Hivyo vinaweza vikakusaidia kidogo sana. Lakini ugali portion kidogo. Jitahidi kuwa na balanced diet, inapendeza zaidi sana. Nafikiri mpaka hapo nitakuwa nimekujibu vizuri. Ongea na mwenzako. Make sure ana understand. Usimwache tu from nowhere, umemaliza, umelala for no kado, no nothing, alafu imekuwa hivyo. Hiyo fee itanani. Alafu ukiwa unafanya naye ukaona kwamba akili yako ikamwambia kwamba usipomaliza kesho ataondoka. No, usiweke hiyo, usifikirie hiyo. Try your best. Jaribu kumuonyesha kwamba you know the mistake na una work on it. Hata kama na yeye anatusikiliza, akutie nguvu ili ufikie. Aende huko anunue vitu ambavyo vina nani, na pia ongea, kwambie nitengeneze ngusi hapa. Badilisha mazingira pia inaweza kukusaidia. Na usikute ulikuwa unapenda kula haya madawa, Viagra pia inaleta madhara. Inaleta madhara. Au kama unapenda kupiga masturbation, don't do that, kwa sababu inaweza kukupelekea pia ukapata matatizo ya mishipa. Mishipa yako italuzi. Unaona Kwa hiyo pia vitu kama hivyo pia jihadhari navyo. Kingine ambacho unaweza kaongeza hapo nini? Vizuri sana kwa kuwa umetuliza swali. Wanaume wengi hawapendi kuuliza maswali kama haya. Sasa wewe umetuliza swali. Hongera, na please jitahidi bana. Hii pengine unajua unaweza ukajikuta hii tatizo hili linatokea, labda sijui, labda wewe ni umeokoka. Kama umeokoka, hii kitu inaweza kukusababishia, ndio maana yani inatokea hivi, kwa sababu wewe unakuwa sasa utakiwa kufanya hivi kabla ya ndoa. So you have to make your way right na Mungu. Alafu umuoe. Ndio itakusaidia, itakupa assurance kwamba hata unavyojifunza inakupa ukamili, kwa sababu hii hofu ya kwamba atakuacha kwa sababu bado hujamuoa. So please jaribu ku make it right. So you are still young, so you have time to work on yourself. Naona mpaka hapo unasemaje? Iko sawa? Asante sana, tumekujibu. Sasa tunakwenda kwenye swali lingine. Okay. Swali lingine nasema hivi: watumishi, nimekuwa na mchumba wangu kwa muda wa miaka 7. Wow. Na sasa nataka kumuoa, ila wamenipa mahari kubwa sana. Hata kuisema sijui naanzaje. Ni kubwa na kipato changu kidogo. Ila mwenzangu ana kazi nzuri tu. Nawaza, je, ni sawa nikimwomba aongezee kidogo ili nilipe mahari hii, na naweza muombaje? Sana muomba tu. Wewe unaona ni sawa? Kufanyaje? Yeye kumuomba, mimi nakuja na kuambia okay. Sasa 21st century. Explain hapo. Sasa tuko 21st century, sasa watu wana communicate, communication ni kwamba unamwambia mtu ukweli ambao upo, then mnaelewana, as long as mnapendana, hiyo vitu vingine it really doesn't matter. Kwa hiyo huyu mwanamke hata ajifili kwamba yeye ndo kajinunua hivi, yeye ndo not really, kwa sababu mwanamke hajasema kwamba amsaidie everything, amemwomba amsaidie kidogo. Kwa sasa hiyo
naelewa. Na hata mahari, to be honest, hazifikiagi kiwango ambacho unasema kama cost ambayo mzazi amefanya kwa ajili ya mtoto wake wa kike, you can inafikaga kwa jamii nyingine. Kwanza mtoto amezaliwa mpaka amekuwa binti wa miaka sijui ngapi 20, unajua kumoa inalingana na nani? It can't. No, see that. Explain hapo. You can't put the value ya jinsi ambavyo umemleza mtoto wako sasa hivi, watoto ambao tuaresa hivi na mali, physical mali, yani I don't know, blankets, tu pesa, tu ng'ombe, tu nini. Kwani we marry, the first thing nafikiri to define kwanza hiyo nini, yani hiyo ni kwani hiyo ni the price of their daughter. Mimi ndio ninavyoelewa. Inaweza kasound hivyo, lakini mimi kwa mimi kuelewa mahari, naelewa kama mahari ukiniambia kwamba eti mimi nikilipa mahari na kununua wewe kwenu, you are not that in that price. You don't have the price tag again. Kwa maana nyingine nasema kwamba hakuna price tag ya malezi ya mtoto. Sasa wewe ukiongelea hivyo inamaanisha kwamba the mahari ni kukununua mtoto. Sio kununua like kununua kama commodity, lakini inachukuliwa, yani imekaa inawewe kwamba hivi kwamba like a way of thank you for raising the child. Exactly. Lakini hata hivyo nasema hata kama katika issue ya kurezi ya kusema kwamba asanteni kwa kulea mtoto, tunamchukua sasa, tunaomba mchukue ile blanketi, mchukue ng'ombe 20, still it doesn't add. But the question is sasa, amuombe mchumba wake huyo wa kike amsaidie kuchipi. Katika karne hii ya 21 mimi sioni tatizo. Unaona, mimi sioni tatizo. Wanawake mtachangia hapo, mnaonaje juu ya ile? No, mimi sioni tatizo. Sababu kwanza kaka huyu haombi everything, yani haombi kama mwanamume amemwambia leta milioni 200. Huyu kaka anasema kwamba anisaidie tu kidogo. Okay. Especially sasa, I don't know, kama mtu mnapendana, unahakika kabisa kwamba this is the person ambao unataka kuwa naye for the rest of your life. Unamwona anahangaika ili tu wazazi wako wapewe hiyo nani ya shukrani. Mimi sijui, it doesn't add. Sisemi kwamba singependa nipewe hizo mahana mimi kifika wakati wangu. Kama of course I deserve kwamba na mimi nipewe, lakini watakachoamua watoto how to raise, to come up na ku raise hiyo pesa, I suppose it is up to them. Pia unajua kwamba kuna mahari ni kibibilia, right? Yes, mahari ni biblical mahari. Kutoa mahari ni kibiblia kabisa. Unaona Alafu kitu kingine kwamba ingaje ni kibiblia, sasa kwa Waislamu ni tofauti, kwa Kristo ina tofauti wake, kwa sababu kwa Christian imeingia alafu ikaingia ikatawala ikaenda sasa kwenye mfumo wa culture au tribe. Kila tradition tribes zina namna yao ya kupokea mahari. Nafikiri inaweza nikawa right or wrong. Kwa nafikiri kwa Waislamu nafikiria mdada yeye ana choose kulingana na Qur'ani. Yeye anachagua mahari kiasi gani. Anaweza sema mimi nataka toa kija hapa aniletee labda msahafu Qur'ani, ndo mahari yake msichana amechagua. Au akasema mimi nataka niletee msichana. Yes, msichana ndo anapokea, so mzazi. Mahari so mzazi. Interesting. So mzazi ni msichana. Kwa hiyo msichana anaweza akaona kwamba sasa what's the point ya mimi kuanza kumsumbua huyu mume wangu, sijui nataka makochi fulani, nataka sijui gold fulani nini, labda nataka sijui maushungi yale expensive na nini. At the end of the day nitakuja kuandaa nitavikuta huko nyumbani. Kwa hiyo anaamua mimi nataka tu niletee maji ya kunywa kwenye kikombe kisafi, that's it. Kwa hiyo ni utashi wa yule msichana. Sasa inapokuja sasa
kwa wengine sasa wakiingiza kwenye mambo ya tradition, ndio nakuta so tukienda kwa watu labda upande labda wa kusini huko, labda sasa hivi nafikiria kwenye kusini mwa Tanzania, kama labda watu kutoka labda labda watu tuseme kutoka labda Msukuma, labda sasa labda uko upande wa Sukuma na upande wa Haya, kama nitakuwa sikosei, mahari ni kitu cha kawaida ambacho kwa yani ni kitu cha kawaida kwamba yani wanajua kwamba unapoenda kwao wakiangalia wakikuta kwamba labda huyu mtu labda binti wao amekaa, labda binti wao ni mweupe, binti wao lazima pale wanaweza kukupiga hata ng'ombe ngapi, ng'ombe hata zaidi ya 10, hata ng'ombe zaidi ya 10, unaona au ikuta pia na binti yao pia wamemsomesha labda nice school labda outside the country, kwa hiyo nayo the value pia inaenda up. Sasa ukiangalia kwenye ile ni kitu ambacho watu wamekizoea na wanaona okay, it's okay. Unaona sasa ukija sasa kwa wengine unakuta wengine huko hata huko sio wote, wengine pia wanaweza kusema bwana, umempenda mtoto wangu, binti yangu, njoo chukue, kwa sababu sasa hivi vitu tuko kale nyingine, vitu vimesha change vile, lakini kuna ambao bado wanastiki kwenye vile, na makabila mengine wapo hivyo hivyo. Unaona kuna sasa kunakuta makabila mengine msichana yani unaitwa tu kwenye kikao cha wale sijui mimi nimeleta mshenga kwenu, kwa wao wataniita tu, unaona watakuita, watakwambia okay, unamfahamu huyu jamaa? Utasema ndio namfahamu. Nani wako? Labda ni namfahamu, ni chumbangu. Okay, basi nenda. Kwa hiyo watakuondoa, wataanza kuweka sasa mahari wao wanyo. Sasa kumegawanyika mara mbili. Kuna ambao msichana anaweza akanegotiate na wale akaruhusiwa, anamjua mume wangu bwana ana hiki, ana uwezo ni na nini, punguzieni. Ndio hapa sasa narudi kujibu swali kwamba badala ya wewe kumuomba huyu msichana aende, kama kuna nafasi ya huyu msichana kwenda kwenye ile kamati au wazazi wake aongee nao, sijui wajomba, bwana punguzeni, mimi huyu mchumba wangu namuelewa, hana hiyo hela, hana unani uwezo wake ni mchache. Sasa hii msichana anaweza akaenda akasema kule ili wapunguze. Sasa issue ni kwamba wewe msichana umempelekaje huyu jamaa yako nyumbani? Umempeleka kama ni kibenten au umempeleka kama ni mtu? Sasa kuna ile the first attraction ule mpeleka nao akafika pale nyumbani, alafu ndio hiyo sasa wataweza wakamwekea hela likubwa ambalo lina nani. Kwa hiyo pia inakuwa hivyo. Msichana mwingine anaweza akasema mimi nasubiri, wewe jipange, siwezi nikanani, bora ukakope, mimi siwezi nikajinunulia, nasubiri. Sasa swali, wewe msichana unaweza ukasubiri mpaka lini? Mpaka huyu jamaa afikishe hicho kiwango? Are you ready for that? Kama upo ready, chip in, toa either huyu sasa. Je, huyu mvulana anaweza kumkopa? Ni makubaliano yenu, anaweza kukopa akaweka yes, sasa anataka yes, anataka kuoa. Kwa hiyo anataka kumwambia mkopeshe, lakini of course ajue kwamba akiingia ile ndo asahau na inaweza kalipwa. Sasa ndio hivyo sasa, inaweza kalipwa sasa, kulipa hata sio so inaweza. Kwa hiyo ndio hivyo, sio kibaya, inaweza ikaweka out kama utategemea utaenda kumwambiaje huyu msichana, na wewe ndio unamjua huyu msichana jinsi alivyo, inategemea utamwambiaje ili naye aweze akachip in akakusaidia bwana. Okay, na pia lastly kumbuka kwamba kama umeambiwa ulipe sijui milioni ngapi, milioni 5 na una uwezo, mahari aishaji kwa wengine mahari unatakiwa umalize ndio uoe. Na kwa wengine ukisiku umetoa tu mahari hapo na kuruhusu hata bwana tuweki hapa ndoa ya mkeka, tayari uondoke na mke wako. Hawana discussion, mahari umeshamaliza. Lakini kwa wengine unakuta swala la mahari ni lazima alishi, yani unaweza ukalipa kidogo. So kama huyu hapa kwenye huyu sasa uko naye ni ile unaweza ukalipa kidogo. Nafikiri hicho ambacho ulichonacho unaweza ukakifanikisha kwa kulipa, unakipeleka hicho ulichonacho, alafu the rest unakuwa unaendelea kidogo. Unaona mahari ndio hivyo, automatically unakuwa part of the family, you help the family, they help you, then the life goes on. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo.
Kingine cha kunyunyuzia hapo kama chumvi ni kwamba mbali na kumuuliza msichana kama unaona 50-50 msichana haezi kukubali, basi kuna wale washenga ambao wako kwako, una uncles au kuna wale auntie ambao wamekuzoea. Go and speak to them, talk to them, ongea nao ili wakusaidie kama kuna uwezekano wao wakairezi hiyo hela wakusaidie. Ongea na marafiki, una marafiki kama rafiki yako, unakusanya rafiki 2 3 unaeleza. Lazima utafute sasa, ukifikia kwenye eneo hili tafuta watu ambao unashibana nao. Ifika kwenye swala mahari bwana, unakuvuta hata kwa kuwakopa kuliko ukakope kwa msichana huyu uonekane labda akuone kama uwezi, yani uwezi mpaka mimi kunilipia nini na nini, ukaweka sintofahamu kwake. Basi ni bora utafute rafiki, hata umkope rafiki alafu unamrudishia taratibu. Na pia kama uko kwenye nani vizuri, ndio huyo msichana naye atataka kujua tunaingia kwenye ndoa. Je, kuna mikopo ambayo ipo? Kuna vitu kama vile, lazima kuna namna fulani kama marafiki mnaweza mkasaidiana kutatua tatizo kama ile. Nafikiri mpaka hapo nitakuwa nimejibu kidogo na ninakuishi well done. Umekaa kwa muda mrefu 7 years. Wow. Hongera sana kwa kustick to the same person. Hongereni sana kwa pamoja, na ninawatakia maandalizi mema ya hii harusi, na natumaini hitimisho litakuja na litakuwa hitimisho kubwa for the glory of God. Kwa hiyo natumaini hilo ndio jibu langu kwa sasa. Kesho nikipata lingine kama hili nikawa na nyongeza au add up. Yes, mpaka hapo nafikiri tumefika sehemu nzuri ya kusema thank you for watching us, thank you for being here with us, you spend your time here. Tunakushukuru sana, and God bless you, God bless us, God bless Elwin's Talk Show. And please remember to subscribe, remember to share, remember to comment if you wish to do so, and remember to like and press the bell for another notification tunapotuma wewe kwanza kupokea taarifa hizi. Thank you very much. It's me, Ellie Swai, and Winnie Swai. Until next time, God bless you. God bless us. Amen. Bye bye.